Mheshimiwa Boniface Mwita Getere. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuchangia. Mheshimiwa Spika, naipongeza Wizara ya Nishati kwa ujumla wake. Nampongeza sana Mheshimiwa Doto Biteko. Kimsingi sisi watu wa kanda ya Ziwa, uwepo wa Doto Biteko ni hazina kubwa katika watu wa kanda ya Ziwa. Ni moja ya vijana wenye matumaini katika nchi yetu, na ni moja na waziri watulivu sana wanaoweza kusikiliza mtu na kuamua kile wanachoamua. Nimshukuru naibu wake, ameteuliwa hivi karibuni, lakini ameshika nafasi kama mtu wa siku zote. Ni moja wa wanawake jasiri sana katika hapa Tanzania. Tunampongeza kwa usikivu wake. Mheshimiwa Spika, nimshukuru rais wetu kutoa umeme kwa nchi yetu ilivyokuwa megawati 2600 mpaka 4000 na pointi, na nchi ikatulia, akamaliza miradi yote ambayo yanahusika na umeme, hasa mradi mkubwa wa bwawa la Nyerere. Tunampongeza sana 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 mama. Na kusema kweli, uwepo wa mama umeonyesha kwamba mwanamke anaweza kutenda matendo yoyote bila kusaidiwa. Anaweza kusimamia miradi mikubwa na ikawezekana. Mheshimiwa Spika, mimi nilishauri TANESCO. Ndio washauri tu na ninatu wa Wizara ya Nishati. Kuna jambo naliona hapa. Mimi naona mradi mkubwa wa mapato ya serikali ni umeme. Mradi mkubwa wa mapato ya serikali ni umeme. Lakini umeme huu tunapouendesha ni kama vile bidhaa adimu hivi. Amezungumza hapa mbunge aliyekaa sasa hivi hapa. Yaani kumpelekea mtu umeme ni kama vile unampelekea vitu vya anasa sijui. Umwambie anunue sijui miti, atengeneze vitu gani, afanye mambo gani, alete gari ya kuleta umeme, asafirishe watu. Ni kitu gani hiki? Kwa sababu watu wote wa Tanzania wanahitaji umeme. Wote wanahitaji umeme. Siku hizi hakuna mtu atakaye kukaa giza, Mheshimiwa Spika, hakuna. Watu wangu wa jimboni ule umeme wanapeleka Warea, imekuwa vita. Watu wanauliza sasa umeme huu mbunge amekatalia, umeme mbunge amekatalia, umeme mbunge amekatalia. Na wauliza mimi kazi yangu ya mbunge ni kupeleka umeme kwenye kijiji A au kwenye kitongoji A. Kazi ya kugawa umeme kwenye watu uende wapi sio yangu. Ni wenye vitu wa vijiji na wenye vitu wa vitongoji. Lakini mtu anapiga simu mbunge mnyima umeme. Kwa hiyo mimi naamini kabisa biashara kubwa hapa Tanzania ni umeme. Tufanyeje? Tukopeshe watu umeme walipe si wanalipa TANESCO, wanalipa umeme, si walipe. Si tupeleke hata tufanye pilot area hata mkoa mmoja hata wa Mara. Tufanye pilot area, watu wote wanaohitaji umeme wapewe, alafu walipe. Tutafute fedha benki, watu walipe umeme, wakopeshe umeme, watalipa humo kwenye umeme. Mheshimiwa Spika, umeme sasa tukienda nao hivi tutafika. Tumeongeza umeme wa bwawa la Nyerere, sasa unatosheleza. Tugawe umeme kwa kuwapa watu wenye uwezo. Hivi kiwanda kinakosaje umeme? Sikipelekea kilipe. Mtu anafanya biashara na mashine ya unga, ana mashine nyingine na viwanda vidogo, siwapelekee walipe kwa mkopo. Kwani shida iko wapi? Wale ni wateja wetu, viwanda hakina umeme, mtu anasema milioni 38. Yaani kupeleka maji kwenye kisima cha pampu cha kijiji milioni 38. Anatoa wapi? Kwa Mheshimiwa Spika, nimuombe Doto, nadhani sasa hivi umefika hatua nzuri. Na mimi nilikuwa naelewa kidogo, sasa nimeelewa sana. Kwa nini waziri wa nishati na baadaye akapewa naibu waziri mkuu? Kumbe nikakuta fedha nyingi zinazoendesha hii nchi ziko Wizara ya Nishati. Miradi mikubwa ya mabilioni na matrilioni iko Wizara ya Nishati. Iko pale. Kwa hiyo ana nguvu zote. Mheshimiwa Doto, una nguvu zote. Sasa watu hakukaribii. Wewe amua unachoamua, watu wapate umeme. Nafarijika sana na kauli yako. Kauli yako leo kusema jamani hapa TANESCO watu hawajui fiber, optic fiber, sio hawajui sijui umeme wa mega 200 300 hawajui. Wanataka umeme. Sasa na wewe hiyo lugha yako umeifanya imetusaidia. Sasa tutafute alternative ya kukopesha watu umeme
ili watu wapate umeme. Mamashina yote umeme. Viwanda vyote vinahitajika umeme. Shule za sekondari zilipe. So wanapewa ruzuku. Wape umeme, walipe. Shule za msingi walipe. Kwa hiyo naomba watu wote wapewe umeme. Lingine ambalo nataka kushauri moja tu. REA wanapeleka umeme kwenye vitongoji na kwenye vijiji. Sasa hoja inakuja, ni nani aliyejua kitongoji A kinahitaji kilomita 2, kitongoji C kinahitaji kilomita 3, kitongoji A ngapi kinahitaji kilomita 4? Nani aliyejua? Kwa nini tusiende kufanya survey kwenye vitongoji na vijiji alafu tukarudi kuja kuwapelekea umeme? Unaweza kukuta eneo moja lina nyumba ambazo ziko msongamano wa karibu, ukapelekea kilomita 2. Ukakuta nyumba zenye msongamano wa mbali, ukapeleka kilomita 3. Sasa unakuta unaleta vita kubwa. Tuombe sasa REA waende kwanza wakaangalia mazingira yaliyo kwenye kitongoji A, kitongoji B, wapime, alafu wakirudi uamue pale tupeleke 3, pale tupeleke 4, pale tupeleke 5. Itasaidia kuondoa kwenye eneo ambalo linahitaji umeme mwingi, wapelekee umeme mwingi. Mheshimiwa Spika, kusema kweli watu wa REA wanafanya kazi nzuri sana. Lakini makandarasi wa REA hatujui ni kitu gani kinatokea. Tunapima umeme mwezi wa kwanza. Kazi inaenda kufanyika mwezi wa 6. Wananchi wanaona kama vile wameenda kudanganywa. Tumekwenda kufanya hiyo survey mwezi wa kwanza. Tunakaa mpaka mwezi wa 6 ndio tunaenda kutekeleza umeme. Na hata wakati tunatekeleza kitongoji kimoja, hapa 2, hapa 3. Hatuendi kwenye kasi inayohitajika. Na tatizo kubwa anasema ni nguzo. Mheshimiwa Doto, tuna miti mingi, tuna umeme, tuna zile nguzo suri za wanaita za sementi, za zege. Kwa nini sasa tena tunakuwa na matatizo makubwa kama haya? Tunaomba kama tumeamua kupimia umeme, tupelekewe kwa wakati mwafaka ili wananchi waone kwamba kazi gani inafanyika. Mwisho, Mheshimiwa Waziri na Naibu Waziri Mkuu, ni kuombe ile bunda ni ya kwako. Na bahati nzuri wewe inaonekana wazazi wako walitokea maeneo yale. Sasa ni kuombe, nina vitongoji vya kata ya Kitare vingi havina umeme, vitongoji vya kata ya Mihingo vingi havina umeme, vitongoji vya kata ya Mgeta vingi havina umeme, vitongoji vya kata ya Hunyari vingi havina umeme, vitongoji vya kata ya Manguta vingi havina umeme. Sasa vitongoji vya kata ya Salama vingi havina umeme. Na kuomba kama mzalio wa Bunda pale, tafadhali tunakuomba tusaidie umeme. Asante sana. Naunga mkono hoja. Asante sana. Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika atafuatiwa na Mheshimiwa